mawakili ambao tunawakilisha walioleta ombi mahakamani, walioleta kesi ya mahakamani, ambao ni Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis pamoja na Maulida Anakom. Hawa wote kwa pamoja ni wajumbe, pia ni wanachama halali wa chama cha Chadema, lakini ni wajumbe wa bodi ya wadhamini, yani board of trustees ya chama cha Chadema. Hawa wamefungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kwa ufupi wanalalamikia yani mgawanyo wa rasilimali za chama ambao hauko sawa baina ya pande zote mbili, baina ya Tanzania Zanzibar na Tanzania bara kwa ujumla. Kwa hiyo hayo hasa ndio madai yao makubwa, na wameamua kufungua kesi hii baada ya kuwa sasa wao wenyewe ndani ya vikao vyao wamejitahidi kutafuta suluhu za hapa na pale, lakini wakaona basi wafike mahakamani katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na wamefungua kesi namba 8960 ya mwaka 2025, lakini sambamba na hapo wakafungua ombi, yani ombi la zuio, ambalo hili ombi ni ombi la zuio ambalo ni ombi namba 8960. Hili ombi linatoka kwenye kesi ya msingi. Kuna kesi ya msingi alafu kuna ombi. Kwa hiyo hili ni ombi. Sasa kama inavyojulikana, tarehe 10 mwezi wa 6 2025, kesi ya msingi yani na ombi viliitwa kwa pamoja katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kikubwa zaidi kwenye kesi ya msingi ilikuwa ni pingamizi za kisheria, ziliwekwa pingamizi za kisheria na upande wa wadaiwa ambao ni bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, pamoja na katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hawa ndio wadaiwa kwenye kesi ya msingi, lakini pia hawa ndio wajibu maombi kwenye hili ombi la zuio, yani injunction, application ya injunction. Sasa kama ninavyosema, kumekuwa kuna pingamizi za kisheria zilizoletwa na hawa wadaiwa. Pingamizi zilikuwa 9. Kwa hiyo tarehe 10 mahakama ilipanga kwanza kuzitolea maamuzi pingamizi za kisheria, na hizi pingamizi zilikuwa zimeshawasilishwa kwa njia ya maandishi, yani kisheria tunaita written submission. Kwa hiyo baada ya kuwa zimetolewa maamuzi, zote zikawa dismissed kwa sababu hazikuwa na mashiko ya kisheria. Baada ya hapo sasa mahakama ikahamia kwenye ombi, kwa sababu pia kuna ombi kama nilivyoeleza, ombi la zuio, ambapo hapa wanaomba zuio ili kuzuia shughuli zote za chama zisiendelee, pamoja na matumizi ya assets za chama mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa. Kwa hiyo kwenye ombi nako kulikuwa kuna zuio, kulikuwa kuna pingamizi za kisheria. Pingamizi hizi ziletwa na wajibu maombi, yani respondent walileta pingamizi za kisheria dhidi ya ombi lenyewe. Lakini pia waombaji ambao ni hao wataja watatu hao, Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis pamoja na Maulida Anakom, kwenye majibu yao sasa, kwenye rejoinder yao, kwa sababu wale walipoleta ombi wakaweka hati yao ya kiapo. Hawa walipojibu hati ya kiapo wakaleta pingamizi dhidi ya ombi. Hawa nao wakaona sasa ile hati ya kiapo iliyoletwa na hawa bodi ya wadhamini ya Chadema ilikuwa na mapungufu, hasa kwenye jurat of attestation, ambapo hiyo hati badala ya kusema kwamba imekuwa sworn or affirmed, wenyewe wakasema dated and signed at. Sasa hiyo ikaonekana kama ni mapungufu. Kwa hiyo zikasikilizwa hizo pingamizi. Ziliposikilizwa pingamizi za kwao za pande zote mbili, Mheshimiwa Jaji akawa ameona kwamba pingamizi zilizoletwa na upande wa Chadema dhidi ya hawa wajumbe wa bodi ya wadhamini ilionekana kwamba kulikuwa kuna kasoro kwenye aya ya 16 ya kiapo. Kwa hiyo jaji akawa ameiondoa ile aya ya 16, yani aka expunge. Alivyo expunge akasema zingine zilizobaki zitakuwa acted. Kwa hiyo hayo yakani. Baada ya hapo akaja kwenye pingamizi nyingine ambayo
waombaji waliileta nao dhidi ya chama cha Chadema. Ikaonekana kwamba ile hati ya kiapo kinzani ni mbovu, kwa sababu lazima uswee affidavit na uaffirm. Uwezi ukasema dated and signed. Hii sio partnership wala sio contract. Kwa hiyo ikawa imeonekana haina mashiko, ikawa imekuwa struck out, ikaondolewa mahakamani. Sasa baada ya kuondolewa mahakamani, maana ombi limebaki halina hati ya kiapo kinzani. Kwa hiyo mheshimiwa jaji akasema kwamba inabidi ombi lisikilizwe. Sasa kabla tujaendelea kusikiliza ombi, ikaja swala moja la muhimu sana, kwamba katika wale watu watatu ambao ni wanachama wa Chadema lakini ambao ni wajumbe wa bodi ya wadhamini, kuna mmoja Maulida Anacom kwamba amejiondoa kwenye kesi, ametoka kwenye kesi. Sasa ikabidi mheshimiwa jaji aweze kuwa addressed kwenye hili swala. Na kikubwa zaidi, mawakili walikuwa wameshapokea tayari notice kwamba huyu amejiondoa kwenye kesi na kwa hivyo hataki kuendelea na hii kesi. Sasa bahati nzuri tarehe 10 mwezi wa 6 2025 huyu Maulida Anacom alikuwepo mahakamani. Kwa hiyo mahakama ikaamuru asimame aieleze mahakama ni kweli anajiondoa kwenye kesi au hali ikoje. Yeye akaithibitisha mahakama kwamba hajajiondoa kwenye kesi, wala hajamuinstruct mtu yoyote, wala hajatoa maelekezo kwa wakili yoyote kwamba yeye anajiondoa kwenye kesi. Kwa hiyo baada ya hapo, kwamba alipoithibitisha mahakama, ndipo mheshimiwa jaji akasema sasa ombi la zuio liendelee kusikilizwa. Sasa ilipofika hapa, wakili aliyekuwa anayewakilisha Chadema akawa ameieleza mahakama kwamba yeye hatoendelea na kusikilizwa kwa zuio. Kwa hiyo akasema yeye anatoka nje. Akaamua kutoka, na kwa ufupi tuseme kwamba alisusia proceedings. Lakini mwanzoni alishasema yuko tayari kuendelea. Lakini ilipofika katikati akasema sasa yeye, kwa sababu ambazo yeye mwenyewe anazijua ni zipi, akaamua kususia kuendelea na usikilizwaji wa ombi la zuio. Kwa hiyo jaji sasa, kwa mamlaka alionayo kisheria, akasema ombi la zuio litasikizwa kwa upande mmoja, yani ex parte hearing. Kwa hiyo ex parte hearing ikasikilizwa na mawakili wakawa wamewasilisha vizuri, na wajibu maombi hawakuwepo mahakamani. Kwa hiyo baada ya kuwa tumesikiliza, ndipo baadaye sasa jaji akaja akatoa amri zifuatazo, ambazo hizi amri ni za zuio. Amri ya kwanza ambayo mheshimiwa jaji aliitoa, alisema kwamba anazuia shughuli zote za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema are restrained and prevented from organizing or participating in any and all political activities pending the determination of the petition. Yani anazuia mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa. Hiyo ilikuwa ni amri ya kwanza ya mheshimiwa jaji. Amri ya pili, mheshimiwa jaji kwa ufupi aliwazuia the registered trustees of chama cha maendeleo na Chadema na general secretary wa chama cha Chadema and their servants, wafanyakazi wao, workmen, agents or whatsoever purporting to act on the respondent's behalf. Akawazuia wasitumie assets of the party or properties. Kwa hiyo assets na mali zote za chama mheshimiwa jaji amezuia. Sasa amezuia mpaka lini? Mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Sasa tumeona hapa tupasisitize, na akasema kila upande utabeba gharama zake. Tumeona hapa tupasisitize kwa sababu ya kitu kimoja, kuna upotoshaji ambao unaendelea sasa hivi kwamba ili zuio limetolewa kwa muda wa siku 14. Lakini si kweli, zuio halijatolewa kwa muda wa siku 14. Zuio limetolewa mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Na kwa hivyo basi kesi ya msingi inaitwa tena mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hivyo hayo ndio ambayo tumeona tutaarifu umma kama maamuzi ya mahakama yalivyokuwa, ili kuwe kuna kuna taarifa yote ambayo inakwenda
Mara huyu anasema zuio la siku 14, zuio sio la siku 14. Ndugu waandishi wa habari, zuio limetolewa na Mheshimiwa Jaji Hamidu Mwanga wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, mpaka hapo kesi ya msingi, yani petition iliyofunguliwa namba 8323 ya mwaka 2025 itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi na Mahakama Kuu. Ndio hivyo.